Kweli leo nchi nzima tuna huzuni tangu tumepata habari ya kwamba baba ameaga dunia, na kwa wengi hapa tunamjua kama ni kiongozi shujaa kwa muda mrefu, anajulikana, wengine tumemjua binafsi, wengine wamemuelewa kwa siasa, lakini kwa sisi binadamu ambao bado tuko, tutasema asante kwa Mwenyezi Mungu kwa muda aliotupa, tukaweza tukafaidika kwa uongozi wake, na pia tunasema tunashukuru kwa Mungu kumweka kiasi ya kwamba akaleo akaweza kumchukua kwa kuweza kumaliza ile safari yake Mwenyezi Mungu aliyompangia. Kwa mimi kama Muislamu, shukrani yangu ni kwamba nashukuru Mwenyezi Mungu alitupa mwenzetu akatusaidia tukatoka kubaya na tumefika hapa leo Kenya, tuweza kujivunia mambo chungu nzima kwa sababu yake. Herman Manyora hapo Nairobi, bila shaka mji mkuu wa Kenya Nairobi umezizima, huzuni imetanda. Kwa kile ambacho kinaendelea sasa hivi na yale ambayo yameshazungumzwa, wewe una maoni gani kuhusiana na yale ambayo yametokea na kuangalia mbele taifa linakoelekea? Kwanza ni huzuni mkubwa, naona jiji nzima majonzi yametanda, watu wanaomboleza. Mimi binafsi naomboleza sana, manake marehemu ni rafiki wangu mkubwa wa karibu. Nasikia uchungu jinsi wanavyosikia uchungu wengine wote hapa nchini, na rambirambi zangu kwa familia na kwa wale waliompenda na kumjua na kwa nchi ya Kenya kwa ujumla. Raila sio mtu hivi, manake amekuwa hapa katika siasa zetu karibu miongo 4 hivi, na amekuwa na nafasi kubwa katika siasa za nchi hii. Mchango wake ni mkubwa, matunda ambaye kwa sasa tunafurahia mengi, ikiwemo ni katiba mpya na mengine na mfumo wa vyama vingi wa kisiasa. Haya yote yanaweza kusemekana ni yake ameyatoa. Kwa hivyo huzuni si huzuni tu, huzuni una sababu kwamba ni mtu ambaye ameleta mengi katika taifa hili. Umezungumzia hapo mambo ya siasa za vyama vingi. Itakumbukwa enzi hizo Kenya ilikuwa inapata shida sana na imepoteza mmoja wa wanasiasa wake wa haiba kubwa, ongeza kusema hivyo, mwanasiasa mwenye ushawishi mkubwa, mtu mkubwa ambaye alifanya mambo makubwa. Na kuna wanasiasa wengi ambao hivi sasa wako mbioni kujaribu kuendesha siasa za Kenya. Ukimlinganisha Raila Odinga na hiki kizazi cha sasa cha wanasiasa, unaona ni pengo gani ambalo analiwacha? Herman. Ni vigumu sana kumlinganisha Raila Odinga na wanasiasa chipukizi. Kwanza kwa sababu enzi za kina Raila Odinga, baba yake, kina Matiba, kina Robia, wengine kina Paul Muite wakijulikana kama Young Turks, kina Raila hawa, siasa ilikuwa ya kujitolea. Lakini siasa ya sasa ni ya ubinafsi, watu hujitakia makuu, wanataka pesa. Kwa hivyo uongozi ni tofauti wa leo na siku zile. Enzi za Raila na siasa za kina Raila zile ndani ya roho kwamba unaipenda nchi yako na uko tayari kufungwa hata kufa juu ya nchi yako. Lao sasa ni pesa wanataka na mamlaka na vyeo. Kwa hivyo tofauti ni kubwa sana. Haya, asante. Baki hapo hapo. Tumsikilize sasa hivi Tumaini Munale akiwa katika mji wa Shinyanga, ni nchi jirani ya Tanzania. Yeye amekuwa akifuatilia siasa za Kenya, yale yanaendelea Kenya, na hasa hivi sasa ambavyo Kenya imempoteza waziri wake mkuu wa zamani Raila Amolo Odinga. Kwanza nipate kauli yako Tumaini Munale kwa haya ambayo yametokea. Asante sana kaka yangu Joseph Aticharo. Kimsingi sisi hapa Tanzania tumesikitishwa sana na kifo hiki cha mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Watanzania wengi sana wamesikitika, na nashuhudia pia hata rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan ameweza kutoa salamu za pole. Kwa hiyo tunampenda sana mheshimiwa Raila Odinga, na mimi mwenyewe binafsi nimeshiriki kwenye kufanya uchambuzi kuhusu siasa zake mara nyingi kupitia radio hii Deutsche Welle. Na kwa hiyo kwa kweli niliposikia taarifa kuhusu kifo chake, kwa kweli mimi mwenyewe pia nimesikitika. Lakini tunamkumbuka sana Raila Odinga kama kiongozi ambaye alikuwa anapenda sana umajumui wa Afrika. Alikuwa anapenda kushirikiana na mataifa mengine
sisi hapa Tanzania binafsi tumeshuhudia Raila Odinga akiwa na ushirikiano kadhaa na viongozi wetu kuanzia hayati Magufuli, wakati Raila Odinga akiwa ni waziri wa barabara, na wakati huo pia hayati Magufuli akiwa waziri wa barabara na ujenzi, waliweza kushirikiana vizuri. Lakini hadi Rais Magufuli akiwa rais, bado wamekuwa na mahusiano mazuri. Nakumbuka pia Raila Odinga aliwahi kufanya ziara kule Chato, na hata sasa hivi katika kipindi hiki cha Mheshimiwa Rais Samia bado kumekuwa na mahusiano mazuri kati ya kiongozi huyu shupavu ambaye kimsingi Watanzania wengi wanampenda kutokana na namna ambavyo amejitokeza kupigania uhuru, kupigania haki za raia, lakini pia katika harakati zake za kupigania upatikanaji wa katiba, kitu ambacho pia Watanzania na wao ni moja ya shauku yao. Kwa hiyo wamekuwa wakimuona Raila Odinga ni kama mfano wa kuigwa, na katika harakati zake hizo ambazo amekuwa akizifanya nchini Kenya, ambazo kimsingi hata huku Tanzania pia kuna baadhi ya viongozi wamekuwa wakifuata nyayo zake hizo za kupigania haki sawa na kupigania katiba na demokrasia. Haya, asante. Baki hapo hapo. Maimuna Mwidau, kuna majina makubwa katika siasa za Kenya, kina Masinde Muliro, kina Kenneth Matiba, Paul Mwite hapo kama alivyotaja, Herman Manyora, kina George Saitoti, ni marehemu hawa wote, Mudi Awori, Michael Kijana wa Malwa, kina Charles Rubia na wengineo. Kizazi cha sasa kinajifunza nini katika harakati ambazo Raila Odinga alizifanya tangia wakati alipoanza siasa, jinsi alivyokuwa akitiwa jela, kukimbia uhamishoni kwa sababu ya kutetea demokrasia huru Kenya? Nafikiri kizazi cha sasa kitajifunza mambo kadhaa kutoka kwa Raila. Kwanza ni kuwa na msimamo dhabiti wa sera ama hoja ambayo unakuwa unaiamini we mwenyewe, kwa sababu Raila hata kama we mwenyewe mwingine hamuamini, lakini madamu yeye ameamini kwamba sera fulani ina manufaa kwa wananchi kwa ujumla, basi atasimama nayo. Asimame ama anguke, lakini atasimama nayo. Hiyo ni muhimu sana. Alafu jambo lingine ambalo viongozi vya sasa lazima waelewe ni kwamba Raila alikuwa anaweza kuunganisha watu wengi, sio kabila lake peke yake. Alikuwa anaweza kuunganisha Wakenya wa tabaka mbali. Hilo ni jambo ambalo si la rahisi kwa mtu ambaye hajachukua uongozi wa urais wa nchi. Na japo amejaribu mara nyingi kuchukua uongozi na hakuweza kufanikisha, lakini ile sera zake na uongozi wake unatambulika Kenya nzima kwanza, na Afrika Mashariki na Afrika nzima na duniani pia, kwa sababu anapozungumzia demokrasia huwa hazungumzii demokrasia labda ya eneo dogo, anazungumzia demokrasia na haki ya kila mtu. Kwa hiyo hata usikimpigia kura, usipompigia kura, wewe mwenyewe pia utakubali kwamba huyu kiongozi ana maono ya mbele. Kwa hapo ambapo unazungumzia masuala ya demokrasia na hivi sasa alivyokuwa katika serikali, ungesema ambayo ilikuwa imetanuliwa ni umoja wa kitaifa, na yeye ndo alikuwa akiongoza kambi ya upinzani, mpaka kuna mawaziri wake ambao walikuwa wameteuliwa na wako ndani ya serikali. Itakuwaje sasa? Kwa sababu sasa yeye ndio alikuwa ni nguvu kubwa kwa upande huo wa upinzani na alikuwa ameshirikiana na serikali ya sasa. Wajua Raila, labda kwa wengine wasiomuelewa wanaweza kufikiria ni Raila alikuwa anaenda peke yake, lakini Raila alikuwa haendi peke yake. Raila ana kikosi chake na wafuasi wake. Kwa hiyo hata alipojiunga na serikali, hisia zake kubwa ilikuwa kwamba tulinde huu usalama wetu wa nchi. Ili tuwepate kuwa na amani, na kama kuna mabadiliko tuyafanye mabadiliko tukiwa ndani. Herman Manyora amegusia kuhusu mchango wa Raila Odinga hasa kuhusiana na katiba mpya, katiba ambayo imelisaidia taifa la Kenya, limekuwa na utulivu, lakini pia vile vile imekuwa ikikosolewa hapa na pale, mpaka kumetolewa kauli kwamba kuna umuhimu wa kuja kuiangalia tena na kuifanyia kidogo mageuzi mengine ili kuiboresha zaidi. Michakato hii ya kuja kuboresha hali ya sheria za Kenya na katiba yake kwa kuondoka sasa hivi Raila Odinga, unaona mustakabali
mustakabali wake ukoje, hasa katika vipengee ambavyo vilikuwa bado ni kama vinaleta utata? Ni kweli kwamba Raila Odinga amekuwa akisema kwamba katiba hii inafaa kuangalia upya, na miaka miwili mitatu iliyopita yeye pamoja na rais mitatu minne hivi, Rais Uhuru Kenyatta wakati huo wakakuja na ile BBI kwamba tujaribu tuangalie katiba. Hajakoma, manake ile ilianguka, haikupitishwa, manake ilipingwa mahakamani, lakini bado amekuwa akisema kwamba tukutane kama Wakenya, tuangalie katiba, tuipige msasa, na akapendekeza ile conclave kwamba kongamano maalum la kitaifa. Nadhani mambo yaliyokuwa akisema Raila ni mambo ambayo hayawezi kuisha kwa sababu amekufa. Mambo ambayo yanataka kuangaliwa katika katiba hii na mambo mengine ya sheria ya Kenya bado yatazidi, na umuhimu wake nafikiri ndio unaenda juu zaidi. Kwa hiyo mambo haya bado yataangaliwa, yataangaziwa, na nafikiri ni lazima Wakenya wakubaliana na Raila Odinga kwamba kuna mambo ambayo ni lazima tuangalie katika katiba yetu na katika mambo ya utawala na katika mambo ya sheria. Tumaini Munale, ule uzalendo aliokuwa nao Raila Odinga na ule moyo wa kulipenda bara la Afrika, amejitahidi ili aweze kuchaguliwa kuwa rais wa Kamisheni ya Afrika, lakini hakufanikiwa. Mataifa mengine ya Afrika na hasa eneo letu la Afrika Mashariki, unadhani wanajifunza nini katika ule moyo wa uzalendo ambao alikuwa anauonyesha Raila? Yeye alikuwa hana ubinafsi. Hata enzi za kina Kofi Annan, wakati wa machafuko yale ya mwaka 2007, alirudi nyuma akakubaliana na rais wa wakati huo Mwai Kibaki, wakatia saini makubaliano na nchi ikatulia, machafuko yakaisha na Kenya ikasonga mbele. Kipi ambacho tunajifunza Afrika Mashariki na bara zima la Afrika kuhusu uzalendo wa Odinga? Asante sana kaka yangu Josephat Charo. Tunajifunza kwanza kabisa kwamba mwanasiasa mahiri ni mwanasiasa ambaye yuko tayari kubadilika kwa ajili ya maslahi ya jamii, kwa ajili ya maslahi ya nchi yake. Ndio kitu ambacho alikuwa anafanya hayati Raila Odinga. Alitofautiana na hayati Daniel Arap Moi, lakini mwishoni walikuja wakaelewana, akaingia ndani ya chama cha KANU. Lakini vile vile walitofautiana na hayati Mwai Kibaki, baadaye wakaja wakaelewana tena. Vile vile wakatofautiana na Rais Uhuru Kenyatta, rais mstaafu, lakini baadaye wakaja wakatengeneza handshake. Lakini tumeona pia mara ya mwisho wametofautiana na Rais William Ruto, na mwishoni pia wamekuja wameungana tena ndani ya serikali. Kwa hiyo alikuwa ni mwanasiasa ambaye habebi maslahi yake peke yake tu. Anaachia pia nafasi ya maslahi ya kitaifa. Unaona, ndio kitu ambacho wanasiasa katika nchi zetu za Kiafrika wanapaswa wamuige, hasa hapa Afrika Mashariki, kwamba siasa sio lazima malengo uliojiwekea wewe yatimie peke yake. Kuna muda inabidi utangulize maslahi ya kitaifa ili uweze kulinusuru taifa, na kitu ambacho nimekiona kabisa kwamba kwa Mheshimiwa Odinga hicho ndio kikubwa ambacho kwa wanasiasa wanapaswa kujifunza. Tunao wasikilizaji ambao pia wanatufuatilia na kuna maoni mengi ambayo yametufikia kupitia channel yetu ya YouTube, na Angela Mdungu yuko upande wa pili wa studio. Haya, wanasemaje? Naam, kwa ufupi tu labda Charo niangalie yale salamu za rambirambi kutoka kwa mwenyekiti wa Tume Moja Afrika Mahmoud Ali Yusuf. Yeye anasema Raila Odinga alikuwa mtu muhimu kwa siasa za Kenya na mtetezi thabiti wa demokrasia, utawala bora na maendeleo kwa ajili ya watu. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan, katika mitandao ya kijamii nimeona ameandika, nimepokea kwa masikitiko makubwa taarifa ya kifo cha Mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Tumempoteza kiongozi mahiri, mwana majumuiya wa Afrika, mpenda amani na mtafuta suluhu, ambaye ushawishi na upendo wake haukuwa tu ndani ya Kenya bali Afrika Mashariki na Afrika kwa ujumla. Msiba huu si wa Kenya pekee bali wetu sote. Charo, labda nikomee hapo, tutaendelea zaidi baadaye. Haya, asante sana Angela. Tumkaribishe sasa hivi Maimuna Mwidau. Bila shaka Kenya hatuwezi kusema kwamba imeachwa katika njia panda kwa sababu baba Raila Odinga amepumzika, amelala, ama sivyo? Kusema kweli, Kiswahili tunasema mti mkuu kigwa, wana ndege huyumba yumba. Kweli. Kwa hiyo kuyumba yumba kutakuwepo. Lakini kwa maoni yangu ni kwamba kama Raila alikuwa tayari ameshawapanga watu wake,
na chama chake, kwa sababu walipoingia kwenye broad based government na Rais Ruto aliweza kuwatambua viongozi wake kadhaa na akawaweka serikalini na akawapanga vizuri. Kwa hiyo sasa ni kama hapa urasi amepata ni Rais Ruto. Kwa sababu pia ana historia ya ODM, si mgeni na ODM. Ndio. ODM ilipoundwa Rais Ruto alikuwepo. Haya, asante sana. Kwa hiyo mwingine unaona ni kama amempa mkono awashike watu wake. Haya, asante sana Bi Maimuna Mwidau, na kushukuru pia Tumaini Munale ukiwa hapo Shinyanga, Tanzania, na Haman Manyora ukiwa hapo Nairobi, Kenya, kwa kushiriki mjadala wetu ambao leo umejikita katika kifo cha Raila Odinga, waziri mkuu wa zamani wa Kenya. Mimi ni Josephat Charo, endelea kuwa nasi msikilizaji. Asante sana Josephat Charo kwa kuweza kuongoza mdahalo huo mzima, ambapo naona ulikuwa ni uchambuzi katika hatua ambayo kuweza kuzungumzia masuala mazima haya ambayo ni ya kifo cha Raila Amolo Odinga, ambapo mauti ulimpata katika eneo lile la India kipokea matibabu. Wakati